2024 chini ya ibara ya 53 kifungu R iliyosoma sambamba na kifungu cha 68 kifungu kidogo cha pili J. Halmashauri Kuu imetangua uteuzi wa Katibu Mkuu ndugu Salum Mwalimu Juma kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kujipa jukumu la kuwa msemaji wa chama kinyume na katiba ya chama, maadili na ya uongozi na kuingilia majukumu ya mwenyekiti bila ridhaa ya mwenyekiti. Imetolewa leo tarehe 1 mwezi wa 7 2026 makao makuu ya chama jijini Dar es Salaam. Hashim Rungwe Spunda, mwenyekiti wa chama taifa cha umma. Asanteni. Waheshimiwa waandishi wa habari, sasa baada ya tamko la halmashauri kuu ambalo amelitoa mwenyekiti wa chama taifa, na kama kuna waandishi na maswali, karibuni kwa ajili ya maswali, na kwa sababu hapa mbele kuna viongozi wakuu, maswali yawezekana yakajibiwa na kiongozi yoyote katika dhana ya ushirikishwaji. Karibuni. Asante. Naitwa Oliver Mengele kutoka East Africa TV. Niko na swali moja. Tunafahamu ofisi ya katibu mkuu haiko yeye peke yake. Tunapozungumzia matumizi mabaya ya ofisi, labda kuna watu wengine ambao wamebainika walikuwa wanahusika naye kwenye matumizi mabaya ya ofisi, labda kuna fedha na nini, na chama mmechukua hatua gani dhidi ya watu wengine. Lakini pia vile vile nikianza kuambia kuna mwendelezo wa kuendelea kuhakikisha chama kinakuwa safi kwa watumishi wengine ama wanachama wengine, sasa viongozi wa ngazi za juu ambao bado wanaendelea kuatilia shaka. Asante. Karibu. Asante. Naitwa Tuzo Mkuda kutoka Mwananchi. Mimi na maswali matatu. Swali langu la kwanza, baada ya kufanya utenguzi huo, tunataka kufahamu, je, hiyo nafasi inazibwa na nani? Na kama kuna mtu anakaimu, je, huyo anayetakiwa kukaa kwenye hiyo nafasi ni baada, yani anakaimu kwa kipindi gani? Hilo ni swali langu la kwanza. Swali langu la pili, kumekuwa na mjadala mtandaoni kuhusiana na tuhuma anazodaiwa kufanya aliyetenguliwa. Miongoni mwa tuhuma zinahusiana na mamilioni ya fedha. Je, inatosha muondoto kwenye hiyo nafasi kama ni kweli, au je umeshapata uthibitisho? Na kama mkishapata uthibitisho, je inatosha yeye muondoto kwenye hiyo nafasi au kuna hatua zingine zitachukuliwa? Swali langu la mwisho ni kuhusiana na mashangingi. Pia ni mjadala ambao unaendelea kwa mtandaoni. Hebu mtuweke wazi, hayo mashangingi ni mangapi ambayo yanadaiwa aliyetanguliwa kujimilikisha? Swali. Kimya manake hakuna mtu. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, naomba kwa niaba ya viongozi wakuu waweze kujibu maswali haya. Asante. Kwanza mwenye atakuwa anakaimu ametoka kwa mtu tutali kabisa.
Taja wewe. Si ndio mimi nasema nitaje ili na yeye tumpe hiyo nafasi akiwa anazungumza. Sawa. Karibu. Kuna swali lile la ni nani ambaye tumempa hiyo nafasi ya kuwa katibu mkuu baada ya kutengua na kukaimisha. Tumemkaimisha ndugu Kigaila, Benson Kigaila, ambaye alikuwa ni naibu katibu mkuu wa chama bara mpaka hapo ambapo tutaleta uchaguzi mwingine wa chama ili kuchagua viongozi. Alafu lingine la lingine sasa, lingine ambalo lilikuwa la kwanza kwamba ofisi ya katibu mkuu sio mtu mmoja. Sasa ni watu wengine ni nani ambao wanaungana na katibu mkuu kuwajibishwa. Ofisi ya katibu mkuu kwa kweli ni kama ulivyosema, ina watu wengi, lakini kwa sasa hivi kwanza tumeondoa kile kichwa cha huyo mtu, alafu hawa watu wengine tunaendelea kuwafuatilia. Kila tutapopata taarifa nzuri tutawaiteni, tutawajulisha na huyu na huyu na huyu na huyu, kama kawaida ilivyo. Najua hata polisi wanamzaga na mtu mmoja kwanza, baada ya miezi miwili ndio wanasema na huyu alikuwemo na huyu alihusika, huyu hivi. Basi vitu vya namna hiyo hatuwezi kupruni wote mara moja, hapana. Asante. Na lingine kwamba mnahakikishaje sasa usafi wa chama baada ya hapo? Usafi wa chama hiki kinataka transparency, yani nataka uwazi, nataka uwazi ya utendaji wetu, ya ufanyaji kazi wetu. Kama mimi ndio mwenyekiti, hakuna kitu cha kuficha hapa kwenye chama, kila kitu kiko wazi tu. Hapa wote waulize mzee vipi, tukamwambia kila kitu kiko wazi, kwa sababu haya mambo unafanya si mambo yako ya nyumbani kwako. Kama nyumbani kwako hatuna haja nayo. Kwa hiyo hawa watu waliobaki, hawa waliopo, tumeshaelezana na wao wanafahamu kwamba jamani vipi. Sasa kama hawa walikuwa wapati taarifa vizuri kwa katibu mkuu, inakuwa sasa hakuna kinachoeleweka. Kwa hiyo hawa wananchi tunasema kwamba watafuata utaratibu wa chama unavyotaka. Asanteni. Kuna swali mingine anasema kwamba tuhuma, huyu mwananchi anasema tuhuma ni za mamilioni ya fedha. Sasa je, hatua ni kumfukuza tu au kuna hatua zaidi zinachukuliwa? Sasa hayo ni mambo ya mitandaoni. Sasa wala sio yanayetoka kwetu, sio sababu za kwetu hizo. Sasa hizo ni sababu za kwake ambazo zinatoka mtandaoni. Sasa kama kitu unaweza kufafanua, unaweza. Kama tulivyofanya sasa hivi, kwanza sisi tunachukua hatua za kwanza za awali za kudhibiti hili jambo. Au mambo yatakayofuata tutayatangaza, tutaiteni, tutaambia hapa kuna jambo kadhaa na hili lilikuwa hivi, tutaeleza. Hatuwezi kuficha, hakuna sababu yote ya kuficha. Tunataka chama kiwe wazi. Chama kimeamua hivi, utangaze hivyo. Kama wewe ndio umepewa mamlaka ya kutangaza, unatangaza vile tulivyoamua. Sio unakwenda huko unabadilisha maamuzi ya chama. Hiyo sio sawa. Unafanya watu wote wanakuwa wanyonge. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba hao wananchi wako tayari kukisaidia chama na kueleza yale yanayojiri wazi kabisa bila kuficha. Na kama yeye sio msemaji atakwambia wewe bwana nenda kwa fulani. Maana haiwezi kwa kila mtu anaropoka tu. Hiyo ndio tunachoelewa. Asante. Mwenyekiti, tujibu kuhusiana na lile la kuna hatua ambazo mnaendelea nazo kwa sasa, kwa maana labda kufungulia mashtaka dhidi ya hizo. Tumeshajibu, tunasema hiyo ni awali. Si ni jana na leo.
Sasa tuko katika utafiti, nafuata na investigation, kamili tutakuiteni hapa, jamani, ni hivi tunafanya hivi, tunafanya hivi. Hatuwezi kwa kila kitu tutoe leo, haiwezekani. Sasa hivi kwanza tunataka chama kibaki kwenye mstari wake, kifanye kazi. Tumemwondoa yeye, tumeweka katibu mkuu mwingine ili kazi iendelee ya chama bila wasiwasi wowote. Kazi ya chama itaendelea, matamko ya chama itaendelea kutolewa. Asante. Maswali yamekwisha na yamejibiwa. Sasa kwa sababu mwenyekiti ameshawatangazia kaimu katibu mkuu ambaye ni naibu katibu mkuu bara, Mheshimiwa Benson Singo Kigaila, Mheshimiwa kaimu katibu mkuu, ni muda wako sasa wa kuweza kuzungumza na waandishi wa habari, kwa sababu vikao vya halmashauri kuu na vikao vya kamati kuu havikuwa tu kwa sababu ya kujadili watu, vilikuwa kwa ajili ya mipango, na hayo mengine yalikuwa ni ya ziada. Sasa wanachama, wadau, wapenzi wa chama hichi ambao wamekuwa wakituunga mkono kwa muda mrefu wanataka kusikia tunatokani hapa tulipo na tunaendaje mbele. Asante sana Mheshimiwa wanahabari, mimi ni washukuru sana na niwakaribishe hapa makao makuu ya Chauma. Labda bado unaweka vyombo vyako sawa. Mheshimiwa wanahabari, mimi ni washukuru sana kwa kuja, ambavyo siku zote mmekuwa mkifanya, tukiwaita mnaitika, na naamini hizo taarifa zitawafika Watanzania sawa sawa. Sasa tulikuwa na kamati kuu juzi na hatimaye halmashauri kuu jana. Ziliitwa sio kwa sababu ya kujadili watu kama ambavyo amesema MC hapa. Kamati kuu na halmashauri kuu ziliitwa na agenda zake. Kilikuwa ni kikao cha kawaida cha kikatiba kwa ajili ya agenda zingine. Na agenda kubwa ilikuwa moja, ilikuwa ni kuteua bodi ya wadhamini ya chama. Tulifanikiwa kuteua bodi ya wadhamini, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ikiwepo. Baada ya hapo, agenda nyingine ilikuwa ni agenda ya kupitia mpango kazi wa chama wa mwaka 2026 na bajeti yake. Ni kazi, kwa mujibu wa katiba, ni kazi ya halmashauri kuu kufanya hiyo kazi. Kwa ikafanyika hiyo kazi. Kitu kingine ilikuwa ni kupitisha mchakato wa maboresho ya katiba ya chama ambayo tuliazimia kwenye mkutano mkuu wa tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka jana kwamba tukimaliza uchaguzi mkuu lazima tuifanyie maboresho katiba yetu vizuri, katiba ya chama hii hapa ambayo tunayo. Kwa hiyo hizo zilikuwa ni sehemu ya agenda ambazo zilikuwa zimeita halmashauri kuu ya jana. Lakini ikatokea shida, na huu niweke vizuri, huu sio mgogoro. Ni tofauti na ambavyo watu wanaweza kufikiria. Hakukuwa na mgogoro ndani ya chama na hakuna mgogoro ndani ya chama. Kilichotokea, lilitokea tatizo, likatolewa taarifa kwenye kamati kuu kwamba hapa kuna tatizo. Kwa kamati kuu ilijadili tatizo, na tatizo lilikuwa linamhusu mtu mmoja. Maana hapa umeuliza kwamba sasa ofisi ya katibu mkuu ni kubwa na watu ni wengi, ni akina nani wanafuatana naye. Tuhuma hizi zilikuwa zinamhusu mtu personale, sio ofisi. Ni mtu binafsi. Na ndio maana zimejadiliwa, amepewa nafasi ya kujieleza kwenye kamati kuu, na yeye mwenyewe akakiri hizo tuhuma, na akaomba kwenye kikao cha kamati kuu ikiwa kimekaa hapa, akaomba kujihuzuru. Kwa hiyo alijua kwamba hakuna watu wengine ambao wanasaidiana naye kwenye hiyo tuhuma, na ndio maana hizo tuhuma zilianzishwa na secretariat ambao ndio chombo anachofanya nacho kazi, ambacho chombo ambacho yeye ni mwenyekiti.
Kwa kama kungekuwa na mtu mwingine ambaye anashirikiana naye, secretariat ingemuunganisha. Kwa hiyo iko namna hiyo. Nilikuwa nataka kwanza kwenye hilo lieleweke, kwa sababu maswali mlivyouliza nikana kwamba huenda kuna kokoro hapa, huenda kuna watu wengine inabidi wakokotwe pamoja naye. Na amesema vizuri mwenyekiti kwamba tunakokwenda, kama tutagundua yoyote alikuwa mshirika wa matendo hayo, naye atashtakiwa kwa mujibu wa katiba kwenye vikao vya chama na ataadhibiwa. Kila mtu ataadhibiwa kwa wakati wake na kwa kosa lake, lakini haiwezi kuwa kosa moja la mtu mmoja lika yani samaki mmoja akioza tenga zima. Ulikuwa msemo wa zamani huo, sio? Sasa hivi samaki mmoja akioza tunamtoa aliyeoza, tunaendelea na walio wazima, sio? Haiwezi kuwa samaki mmoja akioza tenga zima. Kwa hiyo hatuwezi kwenda na huo msemo, na haiko namna hiyo. Sasa program ni nini? Sisi baada ya kumaliza hili tunaendelea na kazi za chama. Leo tukimaliza hapa kikao hiki na nyie, ambacho tulitaka tupeleke huo ujumbe kwa umma, tuna kikao viongozi wakuu pamoja na wabunge, ili tuweze kukaa pamoja, tuweze kuchakata tunatafutaje rasilimali za kuhakikisha hiki chama kinakwenda mbele. Tunao wadau wanatuchangia, lakini wadau peke yake hawezi kuendesha chama hiki. Lazima na sisi tuchangie, na tumepitisha jana kwamba kila kiongozi wa chama hiki atachangia chama ili kuweze kusonga mbele. Kwa hiyo tutakaa kikao leo ili kuweza kupanga hiyo plan. Lakini baada ya hapo, leo tunakamilisha nyaraka ya kuhakikisha kesho tunaenda kuanza kusajili bodi ya wadhamini LITA. Lakini pia inabidi tukamilishe muhtasari wa wa halmashauri kuu ili tuweze kupeleka taarifa hizi kwa msajili wa vyama kwa mujibu wa sheria za hatua ambazo zimechukuliwa, lazima zipelekwe. Lakini baada ya hapo tumepitisha mchakato wa kuboresha katiba yetu, na ikikuwa kipaumbele chetu cha kwanza, na tulishasema tena hapa, waraka wa kukusanya maoni ulishakamilika. Hatua inayofuata ni kushuka kwenda kukutana na kamati tendaji za mikoa mbalimbali, na ndio maana hapa wako wenyeviti wa mikoa kadhaa, na ndio kimsingi ndio wajumbe wa halmashauri kuu. Kwa tumewaeleza na wanashuka kwenda kujipanga ili kuita kamati tendaji za mikoa yao kuanza kukusanya maoni ya maboresho ya katiba. Lakini kuna kazi ya kufanya ya siasa. Tutakwenda ili tuweze kuwaongoza Watanzania namna ya kudai kupewa katiba ya nchi. Kwa sababu sisi Chauma tulishaenda hatua mbele. Tulipounda kamati ya kushughulikia maboresho ya katiba ya chama, tuliunda pia kamati ya kushughulikia kupata ibara za katiba ya nchi ambazo ni vikwazo, ambazo tukianza kuandika katiba lazima zibadilishwe. Kwa lazima sisi Chauma tukienda kwa wananchi, hatutapiga kelele tu kwamba katiba hii ni mbaya na nini. Lazima tuwaambie Watanzania ni vifungu vipi au ibara zipi za katiba zinazokwaza maendeleo yao, ili kianza kuandika katiba wapiganie ziondoke. Tutawaambia ni mambo gani ya msingi yatakuwa kuandikwa kwenye katiba ya nchi. Tutawaongoza Watanzania ili wajue wanaposema wanataka katiba mpya wanaitaka kwa sababu zipi. Serikali kuna wakati itanabaisha kwamba inataka kutoa elimu ya Watanzania waelewe katiba. Mmeshaiona hiyo elimu inatolewa? Haijawahi kutolewa. Sasa hawatoi elimu kwa sababu hawana nia watu wapate katiba inayotakiwa. Lakini sisi Chauma tutaongoza Watanzania, na sisi tutaongoza kwa kutenda, sio kwa kulalamika, kwa kutenda kwamba kibaya ni hiki kizane, ili tuweze kuhakikisha kwamba haki ya Watanzania inapatikana na chama hiki tunakijenga kwa wivu mkubwa. Mungu awabariki sana. Asalamu alaykum. Waheshimiwa wanahabari, kama kuna mtu ana swali basi tupokee mikono ili kaimu katibu mkuu aweze kujibu. Kuna issue ya mikutano ya hadhara ya uiseme lazima uziko kwa CCM na Chadema hawezi kutufanya sisi tutakwenda. Ndio. Hivi karibuni tumeshuhudia waziri wa mambo ya ndani akipiga
mbalimbali vya mikutano kwa vyama vya siasa. Tunafahamu Choma mlikuwa bado mjaanza kufanya mikutano. Kama chama, msimamo wenu hasa ni upi kuhusiana na vizuio hivi? Mnakubaliana na kile kilichoelezwa na kiongozi huyu wa waziri ni mamlaka husika, na hasa kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikijadiliwa mtandaoni juu ya mamlaka alionayo na kuagiza na kutoa tamko kama hilo? Msimamo wa chama ni upi? Asante. Kama kuna swali lingine ndio tujibu pamoja. Ndio kaka. Asante. Mimi nilikuwa naulizia kuhusiana na hayo mageuzi ya katiba yenu kwanza, chama na hiyo katiba ya nini? Ndio. Ya taifa. Ndio. Je, yamegusia maeneo gani katika hiyo katiba yenu? Au katika mabadiliko mliyofanya? Lakini swali langu lingine ni kuhusiana na ulipotolea ufafanuzi kuhusiana na anayetuhumiwa kufanya hayo makosa. Ndio. Je, kwa sasa hivi yeye atabaki kama nani? Kada wa kawaida au ni nani? Na katiba yenu inasemaje ikiwa mtu ametenguliwa? Je, anaruhusiwa kuishiriki kwenye vikao vya maamuzi au ndio inakuwa moja kwa moja? Asante. Nianze na la mwisho. Maana ni tabia yangu na mnaijua. Naanzaga na la mwisho ambao watu wote bado wanalikumbuka. Kwamba baada ya Salum Mwalimu kutenguliwa uteuzi wake wa ukatibu mkuu, atakuwa nani kwenye chama? Atakuwa mwanachama wa kawaida. Atakuwa mwanachama wa kawaida na katibu mkuu aliyetenguliwa. Atashiriki vikao vya maamuzi. Atashiriki vikao vya maamuzi kwenye tawi lake, kwa sababu kwenye tawi la chama kila mwanachama ni mjumbe wa mkutano mkuu wa tawi. Wanayeshiriki vikao vya maamuzi kwenye vikao kama kamati kuu, halmashauri kuu, mkutano mkuu, kamati tendaji ya jimbo, ya mkoa, ni viongozi na wametajwa na katiba. Sasa kama akiwa bado hana uongozi wowote, atashiriki maamuzi ya mkutano mkuu wa tawi lake. Ndio utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo hasa hivi ni mwanachama wa kawaida, kwa hiyo atashiriki katika capacity hiyo kama mwanachama wa kawaida. Kwa hiyo nadhani tumeelewana. Kwa hakuna namna ya kuweza kumpeleka kwenye mkutano mwingine akafanya maamuzi, kwa sababu ukiwa huna nafasi yoyote unakuwa mwanachama wa kawaida. Sasa cha pili, kwenye maboresho ya katiba ya chama, umesema tuache ya nchi, kwenye ya chama ni mambo gani hasa yanaboreshwa? Sasa ni hivi kaka, nimesema ndo tunaanza mchakato ambacho kimeandaliwa na kimeshushwa kwenye ngazi za mikoa. Ni waraka, kwa Kiingereza unaitwa white paper, waraka wa kukusanyia maoni. Waraka unakuwa namna gani? Waraka ni kitu tumekitengeneza, kina column 4. Na column sijui Kiswahili chake ni nini mimi kwa kweli. Kuna column 4. Column ya kwanza tumeorodhesha ibara zote za katiba ya chama kama zilivyo sasa. Hiyo ni column ya kwanza. Yaani ibara kama zilivyo. Column ya pili kuna maoni ya waraka. Kwenye kila ibara maoni yanatolewa kama hii ibara ibadilike, isomeke hivi, au iondolewe, au ibaki kama ilivyo. Pale kwenye kolamu ya pili ndo kuna maoni ya waraka. Kolamu ya tatu kuna sababu kwa nini. Kama ibara hii iko namna hii ilivyo sasa, tunataka iondolewe, sababu ni nini? Kama ibara hii iko hivi, tunataka isomeke tofauti, sababu ni nini? Na kadhalika. Mwisho kuna kuwa na maoni ya mtu anayetoa maoni, mwanachama au kiongozi. Ndio unatoa maoni. Maana ili mtu aweze kutoa maoni, inabidi uone ibara ya sasa ikoje, maoni yanayetolewa ni nini, mapendekezo ni nini, na sababu ni nini. Sasa wewe ndio unatoa maoni yako. Sio kama unaelewa? Hiyo ndio nyaraka ambayo imetengenezwa, bado inashuka kwa nani? Kwa viongozi na wanachama, ili watoe maoni ili irudi. Sasa nikianza kusema mambo yaliyopendekezwa ni haya na haya na haya, maana yake nataka kusema mimi ndo naandika au tumeshaandika katiba tayari. Si ndio maana yake? Unapotaka kuwapelekea watu wakatoe maoni, huwezi tena ukasema yaliyezingatiwa ni haya.
tunachotaka kusema kimsingi, ukitaka nikueleze kwa sababu ni nini, labda ndio niulize sababu zilikuwa nini, kwa nini tumeamua kuboresha katiba. Cha kwanza, katiba ni nyaraka hai inayoishi, inatakiwa ibadilike, iboreshwe mara kwa mara kutokana na mahitaji ya wakati. Kwa hiyo sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili, tumetaka kiandikie chama katiba imara. Chama imara kinahitaji katiba imara. Katiba inaenda na wakati, ifafanue itikadi zake kwa sasa, ifafanue falsafa yake, malengo yake ya kisiasa, ya kiuchumi na kijamii. Kwa hizo ndo sababu zilifanya kwa mazingira tulionayo katiba yetu inatakiwa ifanywe iwe bora kiasi hicho na iakisi na ukubwa wa chama wa sasa. Kwa ndo sababu. Lakini maeneo yako mengi sasa hatuwezi kuyasema hapa, maana mimi nikisema hili tunataka liwe namna hii, maana si lazima niseme hili tunataka liwe namna hii. Maana sasa na wazuia wanachama kule wasitoe maoni, kwa sababu tumeshawafunga kwamba sisi viongozi tunataka hili liwe namna hii. Sisi kama unanielewa vizuri. Unapotaka watu watoe maoni, hutangulii kuwazuia. Wewe ukatoa maoni yako afu kawazuia wasitoe maoni. Wanatoa maoni, ni demokrasia, wako huru, yakirudi kule yanachakatwa na vyombo vya chama, afu baadaye tuweketa kwenye mkutano mkuu unapitisha hiyo katiba ya chama baada ya kukubaliana. Sio kama umeelewa vizuri. Kwa hilo la katiba kaka liko namna hiyo. Swala la waziri wa mambo ya ndani. Unajua mimi niwaeleze. Hii tabia ya serikali kushiriki kuvunja sheria inatakiwa kupingwa na kila Mtanzania anayetaka utawala wa sheria hadharani na sirini. Haya mambo lazima yapingwe. Kwa sababu haiwezekani. Unajua iko sheria ya vyama vya siasa na jeshi la polisi na polisi wasaidizi. Ndio sheria inayosimamia vyama. Imeweka utaratibu wa namna gani vyama vinaweza kufanya mikutano, imeweka utaratibu ni namna gani vyama vinaweza kufanya maandamano. Hiyo sheria, anayetakiwa kusimamia hiyo sheria ni jeshi la polisi na sio Katambi, waziri. Sasa waziri akiingia akapiga marufuku utoaji wa, na sio vibali, nyewe mnakosea. Kwa mujibu wa sheria namba 5 ya vyama vya siasa ya mwaka 92 pamoja na maboresho yake, haisemi vyama viombe vibali kufanya mikutano. Chama kikitaka kufanya mkutano au maandamano kinampa taarifa kamanda wa polisi wa wilaya kwamba na kimpe taarifa kwenye muda usiopungua masaa 48 mpaka wakati wa kufanya nini huo mkutano au maandamano. Na lengo ni kwamba ili polisi aandae ulinzi, sio polisi azuie, aandae nini ulinzi. Polisi anachoweza na inasema polisi akisema hutafanya lazima atoe sababu. Sababu inaweza kuwa kiwanja unachotaka kufanyia kuna mtu mwingine anafanyia, kwa tafuta kiwanja kingine. Au siku hiyo sisi hatuna polisi wa kutosha kwa sababu labda rais yuko hapa au nani yuko hapa, kwa tunaomba utafute siku nyingine. Lakini sio taarifa za kiintelijensia. Kwa sababu kama mna tishio la usalama kwenye mkutano wa Chauma, manake ndo kazi ya polisi kupeleka ulinzi, sio kuzuia Chauma asifanye mkutano. Make sasa polisi wetu wanafanya hivyo kwa sababu tuna taarifa za kiintelijensia kwamba hakutakuwa na usalama kwa msifanye mkutano. Kwa hiyo ina maana mimi nikiwa chama pinzani na chama kingine wakitaka kufanya mkutano, mimi nitaleta tishio halafu kingine chama sikifanye mkutano, ndio maana yake. Ndio maana polisi wapo. Kama kuna tishio, kama kuna taarifa za kiintelijensia, inatakiwa polisi ndio waongeze ulinzi au wamkamate yule anayeleta tishio. Ndio utaratibu wa kawaida. Lakini haya mambo kuturudisha kwenye enzi za Magufuli, haya mambo wa Tanzania lazima tuyapinge. Magufuli alivunja katiba, alivunja sheria, tukamnyamazia. Huyu naye anataka kufuata nyayo za Magufuli, tumkatalie na tumpinge mapema. Na Chauma haiwezi kukubali. Hata kubali mambo ya namna hii. Haya mambo, sasa sikiliza, hii itakuwa banana republic sasa. Kwa sababu sasa, sasa mtu mmoja anaamka leo anasema kwamba hakuna kutoa vibali. Huyo ni waziri. Na mwingine akiamka kutoa lingine. Na hilo swala linavunja sheria ambazo wamezitunga wao na wameapa kuzilinda. Sasa tutakuwa na viongozi wa namna gani? Wanayevunja sheria kwa Tanzania tu tunawachekea? Hapana, sio sawa.
Hili swali litakuwa kupingwa. Hili swali litakuwa kufanya nini? Kupingwa. Na sisi Chauma tunapinga kwa nguvu zetu zote. Tunalipinga kwa nguvu zetu zote. Waheshimiwa waandishi wa habari, kuna mtu ana jambo? Labda nimalizia, amepewa uteuzi hajasema chochote. Kuhusu nini? Kuhusiana na nafasi iliyopewa. Sasa nizungumze nini shehe? Au unataka nifungue champagne hapa? Sasa unajua nini? Sisi Chauma tunagawana majukumu. Tunagawana nini? Kwa hili ni jukumu nimepewa, na nimepewa jukumu ili niongoze wenzangu kutekeleza hili jukumu. Hasa kwenye idara ya utendaji. Tutekeleze hili jukumu. Kwa hiyo mimi labda nitoe wito kwa Watanzania na nitoe wito kwa wanachauma kwamba waje wale watu wote waliyesita kujiunga na Chauma waje tujenge chama kikubwa. Sisi tulikotoka tukaja hapa tuitegemea kujenga jukwaa bora kubwa, na tulikuta Chauma ikiwa chama safi, hakina doa, kinakwenda, kinaaminika. Njoni tujenge Chauma ambayo itabeba maono ya Watanzania kwa vitendo. Na ndio maana nikasema sisi tutaongoza kwa vitendo tukiwa mbele, sio kwa kulalamika. Tutawaeleza watu hili liko namna hii na tutatenda tukiwa mbele yao. Kwa hiyo sisi tutakwenda kuwasimamia Watanzania wapate haki zao. Tutapinga mambo yote ya uonevu kwa Watanzania. Lazima Watanzania, nchi ni yetu, nchi ni tajiri, ina mali, lazima tusimame kwa nguvu zetu zote kuhakikisha utajiri ambao Mungu aliuweka kwenye ardhi ya Tanzania unawasaidia Watanzania haya waondoke kwenye umaskini. Hicho ndio ambacho naweza kusema. Kwa mimi nitoe wito kwa Watanzania wote. Karibuni Chauma. Wanachama wa Chauma, jiandaeni, tunakuja huko. Anzeni kazi. Tufanye hii kazi. Tukichangia hiki chama kipate rasilimali za kuweza kusonga mbele, kukidhi matakwa ya Tanzania. Pale Ubungo Plaza wakati tumepokelewa na Chauma, tulisema tunaanzia tulipoishia. Kwa maana ya kupigania haki za Watanzania, tunaanza kuzipigania kwa nguvu kubwa zaidi. Asanteni, tunawashukuru. Karibuni Chauma. Kuna kitu nataka kuongea. Nilikuwa nafunga hiyo session ya viongozi wakuu. Sasa kwa utaratibu wa kiitifaki, mwenyekiti akishazungumza, na kwa sababu waandishi wako hapa, tuna uwezo wa kupata fursa kwa sababu tuna ofisi nyingi. Kama kuna jambo ambalo mwenyekiti wa wanawake anataka kuzungumza, kama interview ndogo ndogo, tunaweza kufanya hivyo. Maana kuna nafasi ya makamu mwenyekiti wa wanawake anataka kuzungumza, na kwa sababu tuna